Look at me. Why are you not looking at me? Kuna kitu gani unataka kuniangalia? Basi tu. Vipi yake? Kama. Kwa vizuri. I'm good. Weekend inaendaje? Ndio shaanza tena. Weekend inaanza Ijumaa. Yaani Ijumaa ndo leo. Ikifika Ijumaa hivi akili inakuwa ya moto sana. Okay. Kwamba huko tukashuhudie duniani vitu vikoje. Duniani vitu vya hovyo. Sasa hivi watu wanaonyeshana nyayo. Nyayo. Ujue bana issue za mitandao bana zina mambo mengi. Ujue nakumbuka siku kadhaa nyuma zile ilivyotokeaga masuala sijui ya nyeti kushika mabega tena nikapiga hesabu mchongo fulani mpaka kama hii haijakaa yani ukaona linda bega nikasema hii nini tena hii yani. Kwa hiyo unakuta kuna michongo inatokea unakuwa hauelewi ilianza vipi, unashangaa imekuwa trend mitandaoni kabisa. Lakini tunaenda hivyo hivyo kwamba lazima kuwe kuna tukio tu fulani ambalo mtandaoni hata for a week 2 weeks lita drive social media zote. Yeah, kabisa. Na kama tukio ambalo limetokea wiki hii yani imefanya kwanza watu wote wamekuwa hakuna sasa hivi mtu ambaye anamwamini mtu. Mimi binafsi hata wewe sikuamini, siamini yoyote, hata yule aliye nyuma ya kamera simu. Yani hauamini kwenye nini? Chochote kwa sababu tumeshaambiwa unyayo wako ukiwa na madoa ile bana haijawa kwa sababu mtu ambaye alizungumza sio mtaalamu wa afya, ila ana ukimwi na ameshasema ana ukimwi na anaishi nao kwa anawajua wenzi. Si mimi hiyo bado siamini na sijaona na nafikiri pia kuna kama sio kiongozi mtu wa afya ameshawahi kutoa hiyo alert like bana mtu sio anazungumza tu kwamba hiki kitu kipo hivi, anaweza akapotosha jamii. Kama mtu jana ni madoa yake aliumwa nini? Tetekuanga. Anatetekuanga kwenye unyayo. Kuna memes zinatembea zinasema jamani wadada mkiathirika anza kutoboa pua. Kwa hiyo kuna vitu watu wanaweza kama wanasema lakini watu wengine wakavichukulia serious lakini vikaleta na lakini yani ndo masuala ya mitandao ujue yanakuwa driven kwamba na upepo unataka nini wakati huo na hicho kitakachoenda ndo upepo unakuwa mitandao. Kwa swala la babu kuambiwa kaungua was somehow bad lakini katika namna fulani ilikuwa nzuri. Wanasema hakuna publicity mbaya. Nzuri? Yes. Wewe unaambia ukimwi. How would it be good? Hakuna publicity mbaya. Tena kwa mtu ambaye tayari upo kwenye game ya kuwa influencer. Lakini ulikuwa influencer. Sasa inavyotokea publicity yoyote inakupeleka wewe ndio utakao uangalie mimi leo ninazungumziwa kila kona. Na drive vipi huu pepo uninufaisha basi. Sawa, lakini anazungumziwa kwa ukimwi. Kama je alikuwa ni mtu wa totos ni simu moja tu totos wameibuka ni simu moja tu akienda zake Dodoma wapi anaibua tu alafu sasa hivi wewe mimi hebu tuongee serious kabisa. Babu Doto Magari. Nimekutana naye pahala nataka kusema chochote kitu. Unadhani kabisa nitakuwa willing kwa moyo mmoja kwamba hiyo sasa kwamba kitu chochote ujue ukisingiziwa kitu ama ukiambiwa kitu fulani haita watu wote hawatakaa upande moja. Kuna watu wanaweza wakaamini na kuna watu watakuwa wanasema hizi ni za nani social media. Siamini kitu kwa sababu sikujua kwanza hata ilianzia wapi. Walichokozana babu naye mchokozi kutukana wenzie kwamba tu kitu kina trendi huko ma comments. Mimi ambacho ilikuwa kinanifurahisha comment za watu like ukifungua comment watu ni majina. By the way Doto ni mtu fulani hivi ambaye amekuwa aki entertain sana katika tasnia ya burudani na influencers hivi. Kwa hiyo na mara nyingi yeye ataki yake kubwa inakuwa ni kwa wasomi. So like ikafika muda wasomi nao wakamgeukia, wamepata nafasi sasa ya kushambulia comment pale. Ukiscroll comment utasikia Mr. Wire majina kama yote, yani unacheka. Kuna mtu alimwambia ungesoma ungeweza kuna nuru mwingine ukimtazama kwa jicho la kisomi unaona kabisa babu kapoteza nuru. Lakini ni mambo ya social media, ila ndio hivyo yana athari chanya na hasi. Chanya ni kwamba yanakupa mileage. Ukizungumziwa sana manake kuna potential ya kutumia ile influence kwa ajili
ya kupata opportunity ya kupata deals na nini, anakuwa ametrend kwa namna negative, kwamba kuna watu watakuwa wana maswali kidogo, watu wako maybe wa karibu, kama una familia of course una watoto, kama wakiingia kwenye social media wakakuta mambo, kuna namna fulani, mzee vipi au mzee vipi, unaona kutakuwa kuna kitu fulani. What if you can't prove it? Kwa sababu kwa nani sasa? To anyone, tuseme labda you want to prove it kwa mke wako, kwa mfano kama issue ikileta shida kwenye familia, labda wakawa hawajakuelewa, maybe you have to prove to your family too, sio kwa watu wa mitandaoni. Kwa sababu ukisema ufuate watu wa mitandaoni, utafuata kila kitu cha watu wa mitandaoni. Sawa. What if you can't prove it even to your family? How? You can't. Kwa mfano, juzi pale alisemaje ile magari saa 6 nitaenda kupima kwenye hospitali 2. Mwananyamala na Muhimbili, kwa hiyo waandishi habari tukutane saa 6 na nini. Alikutana na waandishi wa habari lakini aliongea tu. Hakupima. Sasa wewe umeshatuambia unataka kupima, sasa hivi haujapima. Na watu yaani unawaambia nini watu? Baada ya pale comments zimekuwa nyingi sana, hasa kwenye page za udaku. Kupima, yani hata mimi siwezi, yani kama ndo ingekuwa show yangu siwezi nikapima live kwa ajili ya kuvalidate. Alisema kwamba anataka kumkomesha yule. Aliongea tu naye kwa ajili ya kuwachota kidogo. Ndio maana mimi nakwambia huu pepo, yani kila mtu ameutumia kimkakati. Doto naye mara kwanza kama alipanic, lakini akaona mbona kama mchongo kila muda ninazungumziwa mimi. Kwa hiyo akawa anapeleka katika upepo, nitapima. Watu wote kweli wakajaa, waandishi pale wanataka kuona vile, lakini after pale unaona kabisa kuna deals zinaongezeka za matangazo, anapata mengi. By the way, akapata tangazo la nani condoms zile, kwa sababu ile kwa sababu ule mchongo ulikuwa unahusiana. Yes, of course. Uliona ukuona? Ndo naniambia. Sasa wewe upo nyuma mbona tena? Ndo naniambia, lakini kiukweli mimi ningejeza mara mbili. Kwamba ningejeza mara mbili, tuseme mimi ndo Doto sasa. Alafu kampuni ya condom inani approach kwamba bwana tunataka wewe ambassador wetu. Hebu fikiria. Naenda bwana, nunueni condom, msiangalie kilichonipata mimi, au unasemaje? Yani haijawa confirmed kama mimi ni mwathirika. Watu wanazungumzia issue za afya yangu. So kampuni ya condom inaona opportunity, like mtu anayezungumziwa kwenye issue za afya anatakiwa kuwapelekea wale watu, kwa sababu wako concerned na yeye kwa wakati huu, akaingizia pale kati. Kwa hiyo ni moja kati ya opportunity ambazo zinatokea kwa sababu tayari umeshapata nini, publicity, na si jambo baya. Kwa hiyo ambacho tu hatakiwi kufanya ni kutaka kuwathibitishia watu kama niko safe. Yeye kama labda issue hii imemsababisha issue za kifamilia, anatakiwa kudili na familia yake, lakini kama iko safe familia yake na wamemuelewa, it is fine. Nenda na upepo, tengeneza influence. Ila ndo kampuni ya condom jamani. Wewe labda ulitaka nini iende kampuni ya nini? The issue ilikuwa ni issue za afya na nini, then hey, utumieni kinga vijana. Mimi at least wangekuja hata watu wa nini? Kwa nini? Wa afya ya akili, kwamba hebu labda sisi tuna kampuni yetu ambayo inatibu watu wenye mental health, wenye depression, wenye nini. Kwa hiyo fanyeje ututangazia, alafu mimi ningedili nayo. Unajua ningedili nayo vipi? Hawajachelewa pia, kwani issue imeisha. Yaani wewe usitake umkoseshe lile dili jingine. Lile apate la condom na la jingine apate. Unajua ningepata hiyo ya watu wenye depression ningedili nayo vipi? Ndugu zanguni, kapimeni afya. Si mnamuona ndugu yenu kichogo yule? Afya ya akili nasumbua. Yaani mimi ningeitumia tena ile kama mshale. Of course ni nani nzuri kwa watu wa counseling, wa psychology na nini, kwamba huyu mtu amepitia situation kama hii, then we have to kumtengeneza hivi na hiyo, kuzungumza naye, na kwa hiyo hata mtu mwingine huko kwa sababu hivi vitu ujue vinatokea katika jamii yetu. Ili ambayo linatokea katika social media, kwa sababu huyu ana influence, anajulikana na nini. Imagine kuna watu wangapi wanasingiziwa kwenda vitu vibaya. Na kuna watu wengine wameshachukuaga ni maamuzi magumu huko kwa sababu ya kusingiziwa vitu fulani, wakashindwa kuhandle ile situation ambayo imetokea. So it is like
Hili ni mfano wa kwamba mengi hapo, sema huyu ni influencer mkubwa tayari, yani chochote ambacho kinakuja kwa hata kibaya kinaweza kikampa opportunity. Kwa hiyo anaangalia niumie kitu gani wakati kunizungumzia kwenu kumenitengenezea hela. Imagine mtu tu ambaye yupo katika jamii fulani ya watu wastaarabu, amestarabika na nini, anakuja kusingiziwa kitu fulani maybe kizito sana. Huyo mtu anaweza akasababisha hata kujidhuru. Yes. Hebu niambie kwa mfano yule dada sasa, dada yetu Cherry. Unadhani kwake hii tuseme kwa Doto imempa mileage, amepata matangazo, amepata labda deals nyingi ambazo nyingine hata hatuzijui, ameongeza followers, ametrend this week. Unadhani yule dada kuna kitu chochote ambacho amegain in a positive way? Ujue ambacho kingine watu hawajui, watu wa social media, raha ya mtu mwenye numbers au ambaye tayari ana influence fulani ni ile tu kuzungumziwa, followers wanaongezeka. Ndio maana unaona kuna watu nchi hii wanafanya vitu vya kijinga sana. Unajiuliza kwa nini wanafanya hivi? Lakini they are doing kwa sababu wewe walifanya video ya kwanza ikapata like, ikapata engagement kubwa, imepostiwa huko. Kumbe hata kama ni ya ovyo vinaweza vikaenda. So people they are happy kama wanapata tu vitu fulani engagement na nini for clicks tu basi, yani hata kitukano yani basi ili mradi na pale. Lakini sasa unaangalia baada ya hapo, kwa sababu hizi numbers unatakiwa kuja kuzigeuza kuwa pesa. Ila itakuwa ngumu kama ukuaji wako wote wa zile numbers umekuwa kwa vitu vya hovyo. Hakuna kampuni ambayo itakuwa interested kufanya kazi na wewe eti ulikuwa unaposti tu vitu fulani hivi na hivi vya hovyo, kwa sababu kufanya kazi na wewe maana yake picha yako ndo unataka iwe ya kampuni yangu. Sasa mimi sitaki mtu anaonekana sijana trend kaathirika. Si mnyanyapai, lakini unajua ni kitu ambacho ni chafiri sana. Kutrend hata kama wametuonyesha katika hiyo, lakini kama ikiwa unazungumziwa katika positive way, mimi ambao sitaki zaidi ni wale ambao kama huyo anayeataki watu kama hivyo, anafanya hivi na nini. Hakuna kampuni ambayo itafanya kazi na wewe kama uko against na taratibu za kawaida za ile jamii husika. Mbona Mwijaku anataka watu kila siku anapata deal? Kuna namna ya kuataki watu, lakini sio personal ile ambayo inaweza unatoa privacy ya mtu. Yes. Kuna attacking zao za kimkakati, afu wengi pia wanakuwa wanajuana. Yani kwamba mimi hiki nakitengeneza hivi, wewe utareact hivi, twende mjini basi. Kiwalisia kwa moyo wangu mimi ndo ningekuwa Doto Magari, ningeteseka sana. Yani ningeteseka kiasi ambacho sijui hata ningefanya nini. Either ningepima live tu kwa prove watu kwamba I'm okay, au ningefanya. Nikupe mfano mdogo. Mimi wakati nipo darasa 7, mimi nilikuwa mkorofi sana shule ya msingi. Yani unaonekana. Nilikuwa nagombana sana na watoto wa kiume. Sasa akaamiaga mkaka mmoja, yeye alikuwa ni very tall. Alafu mimi ule ukorofi wangu yani uniambie chochote, mimi mtu yote naruka naye. Hiyo siku nikagombana na yule kaka, si nikarusha teke, akachukua kiatu changu. Alipochukua kiatu changu mimi na tagi langu, ashikaji wangu sikubali. Tunamfuata huyo, alikuwa Mkuria. Tukamfuata bwana, niko na tagi langu mpaka kwao. Sasa mimi naogopa mbwa. Kufika kwao kuna mbwa, nisikimbilie ndani. Yani kwao tena ukaingia ndani? Kupata kiatu. Sasa tumetoka pale bwana. Kweli tumegombana mle ndani, nani walikuwa mabinamu zake, nipe kiatu changu na nini. Tukagombana, akanipa kiatu changu lakini kwa fujo. Sasa mimi bwana, na sijui niliwaza nini akilini kwangu. Nikatoka ile kama ni watani washikaji zangu. Seriously kabisa nilikuwa yani hata sijui ni itaniletea shida au impact gani. Nikatoka mle ndani nikajifanya kama vile nachechemea. Bwana we. Watu wakasema yes. Mpaka leo, yani mpaka leo ninapokuambia washikaji zangu wote wa primary wanajua kabisa ile siku. Alafu yani kilikuwa ni kitendo cha kuingia ndani dakika moja, ule ugomvi nimechukua kiatu nimeondoka, alafu nikatoka tu kama vile nachechemea. Nilichafuka. Kwa nini ulichechemea? Maana yake kuna namna. Kuna namna. Ili swala vile tuzungumze vizuri. Nilifanya nikawa depressed, yani mpaka naogopa hata kwenda shule. Nyumbani kama mnyonge, wewe una shida gani? Naogopa kwenda shule. Nikifika shule wanaanza kunitania,
Fani anaanza kutaja jina la yule mshikaji na waelezea mpaka anaapia viapo vyote. Hakuna kilichotokea. Sasa hicho ndo sasa ndo ingenikuta scenario ya Doto Magari, mimi ningekuwa hapa leo. Sasa ndo hicho, lazima tujifunze namna ya kuhandle situation ngumu, kwa sababu mambo magumu yapo tu maishani. Yani kama halijafika maana yake linaweza likaja. God forbid. Unaona, God forbid. Listen situation ngumu. No, I don't want to be the strongest soldier anymore. Hizo situation ngumu sizitaki kwa kweli. Kwa sasa ziniepuke. Yeah, kwa hiyo hivyo, lakini social media drive watu kufanya vitu ambavyo hataki kufanya. Ndio maana ikitokea kama hiyo unatakiwa, kuna wengine ndio maana wakipataga kashfa mbaya anaweza yeye akaamua kujitoa mitandaoni kwanza, akarelax, asihusike na huko, ila ukipanic uanze kuwa drive na ile inakuchukua kweli. Yani tuna mioyo midogo sana. Inakuchukua. Kwa hiyo nafikiri tunajifunza na tutaendelea kujifunza ama nini. Lakini wewe swala lako la nani primary nitaongea na director wetu. Hapana. Mimi tu acha tukafanye tafiti ulikosoma primary. Niambie tu leo tu kuna chochote kitu, mambo ya weekend na nini? Leo Ijumaa na nitegemea chochote kitu. Tegemea simu yako iwe karibu na iwe na sauti. Tofauti na hapo utakatwa jina. Umemaliza.